Basi ndugu zangu waandishi wa habari mliohudhuria katika press hii, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nitumie fursa hii kujitambulisha. Kwa majina mimi naitwa Jafari Saidi. Mimi ni mkazi na mzaliwa wa Utemini katika halmashauri hii ya Singida mjini. Lakini pia mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kama ambavyo wote mnafahamu, bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-26 imesomwa hivi karibuni. Wananchi wa kada mbalimbali na makundi mbalimbali wanaendelea na mjadala kuhusu maeneo mbalimbali katika bajeti ya serikali. Wako watu wanapongeza na kusifu maeneo mengi, wako watu wana maangalizo kwenye baadhi ya maeneo, lakini kwa ujumla wananchi wote wanaendelea kutumia haki yao ya kikatiba, haki ya kutoa maoni, haki ya uhuru wa mawazo na haki ya kujadili masuala yanayohusu nchi yetu. Hiyo haki inapatikana katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 18. Kwa hiyo na mimi nikaona leo hii nami nitumie haki hiyo ambayo watu wengine pia wanaitumia, kutoa maoni, kutoa mtizamo wangu juu ya maeneo kadhaa yaliyoainishwa katika bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 25-26 kama ilivyosomwa bungeni siku chache zilizopita. Bajeti hii imeainisha maeneo mengi ambayo yanatia matumaini makubwa katika maendeleo ya nchi yetu. Mimi nitataja maeneo machache ambayo yameainishwa kama sehemu ya kipaumbele katika bajeti ya serikali kwa mwaka huu wa fedha 25-26. Eneo la kwanza, ukiitizama hii bajeti imeendelea kutoa kipaumbele kwa haki na maslahi ya wafanyakazi. Moja ya eneo la kipaumbele katika bajeti hii ni kubeba gharama za mishahara ya wafanyakazi wa umma, lakini pamoja na stahiki zao mbalimbali. Serikali hii tangu imeingia madarakani imethibitisha si tu kwa maneno bali pia kwa vitendo kwamba inajali, inaheshimu na kuthamini haki za wafanyakazi. Ndiyo maana imeendelea kuweka eneo hili la watumishi wa umma kama eneo la kipaumbele katika bajeti zote, ikiwemo hii bajeti inayofuata ya mwaka 25-26. Kuna maeneo ya kuboresha mishahara ya wafanyakazi. Kama mnaofahamu, Mheshimiwa Rais alitoa tangazo tena akiwa hapa Singida katika sherehe za Mei Mosi kitaifa kwamba anakwenda kuongeza mishahara ya wafanyakazi. Jambo hili pia ukienda kwenye bajeti unaona limeangaziwa vizuri kwenye bajeti ya serikali. Kwa hiyo kile kilichosemwa si tu maneno, kumbe kinakwenda kutekelezwa kwa vitendo. Lakini kuna eneo la kupandisha madaraja, kupandisha vyeo watumishi wa serikali. Nikiangalia katika kipindi tu cha miaka hii minne, watumishi zaidi ya 476 wamepata nafasi ya kupandishwa cheo kufikia ngazi mbalimbali. Kwa hiyo kwa kasi inayoendelea hivi sasa ya kupandisha vyeo watumishi wa umma, maana yake huyu Rais Samia Suluhu Hassan, Mungu akimjalia miaka 5 mingine, watumishi wengi wa umma watakuwa wamemaliza vyeo ambavyo vipo ndani ya muundo wa utumishi wa umma katika kada zao. Kwa sababu kila mtu anapotimiza vigezo anapanda cheo. Lakini pia eneo la posho, watumishi wa umma wameongezewa posho kwa kila ngazi, iwe ni posho ya kujikimu, iwe ni posho ya kazi za ziada, na posho nyingine nyingi
watumishi wa umma nao wameongezewa. Kwa hiyo kwa kifupi tu niseme kwa kweli mama amewatendea haki watumishi wa umma. Mama amewafuta machozi watumishi wa umma. Wale waliokuwa wameanza kukata tamaa, waliokuwa wameanza kunyong'onyea, sasa matumaini yamerejea kwamba nitapanda cheo kwa wakati, nitapanda cheo kwa vigezo, na sintaambiwa kwamba sijui budget hakuna. Fedha zimetengwa kwenye budget kuhakikisha kwamba watu wote wenye sifa wanaendelea kupanda cheo. Kwa hiyo ni eneo muhimu sana, kwa sababu watumishi wa umma ni kundi muhimu ambao linasaidia sana kuchochea uchumi kwenye soko. Watumishi wa umma wakipata fedha, hao ndio huwa wanakwenda kununua huduma na bidhaa kule mtaani. Kwa hiyo ni kundi muhimu sana linalosaidia kupeleka fedha mtaani. Ukiwekeza kwa watumishi wa umma, una hakika kwenye mzunguko wa fedha, uchumi na biashara unachangamka. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo kwa kweli limepewa kipaumbele ambacho kinastahili. Lakini eneo la pili ambalo pia ni sehemu ya bajeti hii ni kuendelea kulipa madeni ya serikali. Wako watu wengi na kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu deni la taifa. Na hapa naomba niseme kidogo kwa utulivu. Deni la taifa kama ambavyo limesomwa na serikali limefikia trilioni 107.70. Wako watu wanajadili kuhusu deni la taifa. Wanasema deni limekuwa. Lakini mimi nafahamu na inafahamika duniani kote kwamba mikopo ni moja ya njia inayotumika kufanikisha shughuli za maendeleo pamoja na miradi mbalimbali ya kiuchumi, kuanzia kwa mtu mmoja mmoja hadi kwa mataifa mbalimbali duniani. Hii inafanyika duniani kote. Duniani kote nchi zinakopa kwa ajili ya kufanikisha miradi ya kiuchumi, kwa ajili ya kufanikisha maendeleo mbalimbali. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo dunia nzima linafanyika. Kitu muhimu kwenye mkopo, mnakopa kwa masharti gani na mnakwenda kutumia kufanya nini? Sasa nikisikiliza kwenye mjadala unaoendelea kuhusu deni la taifa, sijasikia watu wakilalamika kuhusu labda tumekopa kwa masharti yasiyofaa, au labda mikopo iliyokopwa imetumika vibaya. Kwa hiyo kama hakuna mtu anahoja kuhusu masharti ya mikopo, lakini na namna ambavyo fedha za mikopo zinatumika, mkopo haujawahi kuwa na shida yoyote, haujawahi kuwa kitu kibaya. Ndio maana hata sisi ambao tunajadili kuhusu deni la taifa, hata sisi pia tuna mikopo. Unakopa, unajenga nyumba, unaanza kuishi, halafu unaendelea kulipa taratibu. Unakopa, unanunua usafiri, unaendelea kufanya maisha, unakopa, unawekeza kwenye biashara. Kwa hiyo kwa maana ya kukopa, mimi sioni shida yoyote kwenye kukopa, kama tu tumekopa kwa masharti mazuri na tumetumia kwa malengo yaliyokusudiwa. Hivi kama tukikopa tukajenga reli ya kisasa ya SGR, sio? Watu badala ya kutumia masaa 9 kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, wakatumia masaa 3. Leo tangu ile SGR imeanza, imeshasafirisha zaidi ya watu milioni 2. Zimeshakusanywa fedha zaidi ya bilioni 60 kutokana na uwekezaji uliofanywa kwenye SGR. Sasa mtu akisema kukopa kubaya, pengine sasa atakuwa hayafahamu namna gani ambavyo mkopo huu umeweza kusaidia kuchochea kasi za shughuli za kiuchumi pamoja na shughuli za kibiashara. Kwa hiyo mikopo, mimi wito wangu kwa serikali, kwanza tuendelee kuhakikisha kwamba tunakopa kwa masharti yasiyoumiza nchi yetu. Lakini pili, tuhakikishe nidhamu na uadilifu katika kusimamia fedha tunazokopa, ili zikalete matunda yanayokusudiwa. Kama mtu umekopa na unaona kuna kitu kimefanyika, kwa kweli unalipa ukiwa na furaha. Unalipa ukiwa na hamasa ya kulipa, kwa sababu matunda ya kukopa unayaona. Wameifanya kazi hiyo,
Na wito wangu ni kwamba waendelee kuhakikisha kama tunakopa kwa masharti nafuu, lakini tunasimamia vizuri matumizi ya fedha tunazokopa, ili sasa tuwe tunaona matokeo yake kama tunavyoona hivi sasa kwenye uwekezaji ambao unafanyika kutokana na mikopo mbalimbali. Lakini kwenye hili la mikopo, mimi nimejaribu kufanya ulinganifu wa uwiano kati ya pato la taifa na deni la serikali kwa nchi zote za Afrika ya Mashariki. Nikianza na nchi, kuna Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Tanzania. Katika uwiano niliyofanya, nimekuta Tanzania ndio ina deni dogo, ndio uwiano kati ya pato la taifa na deni la serikali ndio liko chini kuliko nchi zote za Afrika ya Mashariki. Ukomo ambao ni wa afya kwenye mikopo hii kwa vigezo mbalimbali ni 55%. Sisi deni letu bado lipo kwenye 40%. Around zinacheza hapo 40%. Wenzetu wamefikia 70%. Wako wenzetu wamefikia 60% na kitu. Wako wenzetu wako kwenye 50 na zaidi. Kwa hiyo Tanzania bado ndio nchi ambayo deni lake ukilinganisha na pato la taifa iko chini kuliko nchi zote za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo bado hili eneo liko ndani ya uwezo, liko ndani ya udhibiti mzuri, na bado halijafikia mahali pa kuwa na tishio kama ambavyo imeelezwa na taarifa mbalimbali za mashirika ya kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo eneo hili la mikopo naamini linakwenda vizuri, lakini tuendelee kuhakikisha kama tunaongeza mapato ya ndani, ili basi pale inakowezekana badala ya kukopa basi tunaweza pia kuongeza namna ambavyo tunaweza kulipa kodi na kutumia mapato ya ndani kufanikisha miradi ya maendeleo, lakini duniani kote mikopo haiwezi kukwepeka. Hili ni eneo la pili. Eneo la tatu la kipaumbele katika bajeti ya mwaka huu ni kubeba gharama ya uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu wa wabunge, madiwani na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka huu fedha zote zitakazohitajika kugharamia uchaguzi zitabebwa na bajeti ya serikali ya Tanzania. Tutaendesha uchaguzi wetu kwa fedha zetu wenyewe. Hili ni jambo kubwa sana kwa taifa. Uchaguzi ni jambo la uhuru wetu, ni jambo la uzalendo wetu, ni jambo la utaifa wetu. Kwa hiyo ni heshima kubwa kama tunaweza kuugharamia wenyewe, ukafanyika kwa kadri ya viwango na vigezo ambavyo vimewekwa na katiba pamoja na sheria za nchi yetu. Ni jambo la fedheha sana kama hata kufanya uchaguzi itabidi mfadhiliwe na watu wengine, na watu wengine wakiwafadhili wanaweza wakaingiza na interest zao za kuamua nani wawe viongozi, kwa sababu wao ndio wanaogharamia uchaguzi. Kwa hiyo kwa sisi kuweza kuwa na uwezo wa kubeba gharama za uchaguzi wetu ni jambo kubwa sana linalolinda uhuru wetu, ni jambo kubwa sana linalolinda utaifa wetu, ni jambo kubwa linalolinda uzalendo wetu. Kwa hiyo wito wangu tuhakikishe kama mwaka huu tunafanya uchaguzi utakaokidhi vigezo vya uchaguzi huru na haki. Kuanzia kwenye michakato ya ndani ya vyama na mchakato wa uchaguzi wenyewe. Tufanye kampeni za kistaarabu, kampeni zinazojikita kwenye kujenga hoja zinazohusu masuala ya wananchi, badala ya kampeni za matusi, kampeni za kashfa na kampeni za vitisho. Tuendeni tukafanye uchaguzi utakaokidhi vigezo vya kitaifa na kimataifa, kuwa uchaguzi unaozingatia vigezo vya kuwa uchaguzi huru na wa haki. Lakini pia tujiepushe na vitendo vya rushwa katika uchaguzi. Wako watu, mtu hana sifa yoyote zaidi ya kwamba tu ana fedha za kununua watu, anatafuta uongozi. Lazima tutumie fursa ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu kudhibiti vitendo vya aina hiyo. Lakini pia tuendelee kulinda misingi ya utaifa wetu, umoja wetu, uzalendo wetu.
Wako wanasiasa wakikosa ajenda ya kushawishi watu wachaguliwe, wataanza kugawa watu kwa misingi ya dini, wataanza kugawa watu kwa misingi ya kikabila. Si kwa sababu wakisha wagawa wananchi watanufaika. Atanufaika yeye na familia yake. Na wao hawajali chochote zaidi ya maslahi yao na familia zao. Sasa lazima tuwe makini kupitia uchaguzi wa mwaka huu ambao utagharamiwa kwa fedha za serikali ya Tanzania, kwa maana ya kodi zetu. Tufanye uchaguzi ambao kila mmoja atafurahia kwamba ni uchaguzi wa haki, uchaguzi wa uhuru na uchaguzi wa amani. Kwa hilo ni eneo la 3. Eneo la 4 ambalo limeainishwa kwenye bajeti yetu ni eneo la kukuza na kujenga uchumi jumuishi. Kujenga uchumi wa kuongeza thamani ya mazao ya kilimo na mifugo. Unajua, katika nchi nyingi duniani, namna nzuri ya kuondoa umaskini, kukuza uchumi kwa namna inayoondoa umaskini, ni kuwekeza katika sekta ambazo zinajumuisha watu wengi. Ili sasa zile sekta zinapokuwa vizuri, zinaendelea kukua na watu wengi, kuliko kuwekeza kwenye sekta ambazo zinajumuisha watu wachache. Sasa miongoni mwa sekta zinazojumuisha watu wengi katika nchi yetu ni sekta ya kilimo. Ndiyo maana serikali sasa kupitia bajeti ya mwaka ujao wa fedha imeweka mkazo zaidi kwenda kuwekeza kwenye kilimo, pamoja kutengeneza mazingira ya uwekezaji katika viwanda vya kuongeza thamani ya mazao ya kilimo na mifugo. Sisi tunazalisha mazao mengi, tunazalisha mifugo wengi, lakini kwa sehemu kubwa bado hatujaanza kuchakata bidhaa zinazotokana na kilimo na mifugo. Tunafanya kwa kiasi fulani, lakini bado tunahitaji kuwekeza zaidi, ili sasa kutengeneza fursa zaidi za watu kupata kazi. Kama kuna mahali wanazalishwa ng'ombe, maana yake badala ya kusafirisha ng'ombe wazima, tunakwenda vikajengwa viwanda vya kuongeza thamani, vya kuhakikisha nyama ya ng'ombe inatengenezwa, inafungashwa. Lakini kama kuna kuku, kama kuna alizeti kwa mfano, badala ya kusafirisha alizeti nzima au mafuta ambayo tu yamekamuliwa tu bila kusafishwa, kwa hiyo uchumi unaokwenda kujengwa unataka kuwekeza kwenye kuongeza thamani ya mazao ya kilimo na mazao ya mifugo. Na hapa nitoe ushauri wangu katika eneo la viwanda. Viwanda vidogo, viwanda vya kati na viwanda vikubwa. Katika maisha yangu nimepata bahati ya kutembea nchi kadhaa duniani. Nchi ambazo zimepiga hatua kubwa katika maendeleo ya viwanda. Mojawapo ni nchi ya India. Wanajaribu kuuliza kule, hivi jamani nyie mlifanyaje mkawa na viwanda vingi kiasi hiki? Wengi wa huko ambako wamejaribu kudadisi na kupata maoni na mitazamo yao, wanasema serikali katika nchi hizo zilitenga maeneo ya viwanda, industrial parks, industrial estates. Yale maeneo ya viwanda yakawekewa miundombinu yote muhimu. Miundombinu ya maji, miundombinu ya umeme, miundombinu ya barabara. Halafu sasa wakaambiwa wawekezaji, ukija ukiwekeza kiwanda kwenye hili eneo, utapata vivutio vya kikodi. Wengine wakawekewa hata hulipi kodi kwa miaka 10, ili kwanza uwekeze mtaji wako, biashara yako ianze kuzalisha, urejeshe mtaji wako, ukianza kupata faida ndio sasa utaanza kulipa kodi. Vivutio vya namna hii vikawezesha nchi nyingi duniani ikiwemo India kuwa na viwanda vingi sana. Kwa hiyo haya pia yanafanyika kwenye nchi yetu, lakini yanaweza kufanyika zaidi. Ikawa kila mkoa kuna eneo la viwanda, industrial parks. Likawa na miundombinu yote, maji, umeme, barabara. Halafu tukaweka vivutio vya kikodi.
ili mradi atakayewekeza pale kwanza ashawishike kwenda kuwekeza, lakini pia aweze kupata faida, ndipo aanze kulipa kodi. Kwa hiyo mimi naamini kupitia bajeti hii, eneo hili litakwenda kubadilisha sana Tanzania. Eneo hili litakwenda kubadilisha sana maisha ya Watanzania. Kinachohitajika ni kwenda kusimamia vizuri. Bajeti imeshasema, lakini pia na ilani ya uchaguzi ya CCM iliyozinduliwa na yenyewe ilishaliangazia hili eneo. Kwa hiyo kilichobaki ni eneo la kwenda kutekeleza, kwa maana ya kusimamia na kuhakikisha kwamba hili jambo linatokea kwa nguvu kubwa zaidi kama ambavyo tumejipanga kulitekeleza. Lakini eneo lingine ni kukamilisha miradi ya kimkakati ambayo ilikwisha anzishwa tangu huko nyuma. Katika bajeti ya serikali ya mwaka huu inajielekeza kwenye kukamilisha miradi ya kimkakati ya maendeleo ambayo ilishaanzishwa na tayari inaendelea. Miradi hii ni kama mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Kulikuwa na kipande cha kwanza kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro, kipande cha pili kutoka Morogoro mpaka Makutopora Dodoma, kutoka Makutopora Dodoma mpaka Tabora, kutoka Tabora mpaka Isaka, lakini kutoka Tabora mpaka Kigoma. Maeneo yote haya yanakwenda kukamilika kwa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Maana yake ni kwamba haya maeneo yakikamilika kama yalivyopangwa na kutengewa fedha kwenye bajeti, maana yake mimi nitatoka Dar es Salaam asubuhi, nitakunywa chai saa 12, saa 7 mchana nitakula chakula cha mchana Mwanza. Haya yatakuwa ni mapinduzi ya kiwango gani? Nchi itakuwa imefunguka kwa kiwango gani? Watu, bidhaa na huduma zitakwenda kwa kasi ya kiwango gani? Kwa hiyo hii ni miradi muhimu sana kwa taifa letu. Inakwenda kusaidia sana maisha ya watu wetu. Inakwenda kuchochea sana shughuli za kiuchumi katika nchi yetu. Maana yake naweza nikaenda Dar es Salaam nikafunga bidhaa, halafu nikaondoka nikarudi nikalala Mwanza. Kwa hiyo Mwanza itakuwa ni kama ni upo hapa Singida, maana yake Mwanza ni kama Kisaki. Au kama Puma hapo. Unakwenda Puma, unarudi mjini, unakwenda kadri ambavyo unataka. Kwa hiyo miradi hii ya kimkakati kwa kweli sisi wito wetu ni kuhakikisha kwamba hii miradi inakamilika kwa wakati. Miradi hii isichelewe sana, ili sasa ile faida inayokusudiwa iendelee kupatikana kama ambavyo tunaikusudia. Lakini kama mnaofahamu, mwaka 2027 Tanzania itakuwa mwenyeji wa michuano ya AFCON. Kuhosti michuano mikubwa kama hiyo ni jambo ambalo hutokea mara chache sana. Tanzania haijawahi kuandaa michuano ya AFCON. Lakini mwaka 2027 tutakuwa wenyeji wa michuano ya AFCON kwa mara ya kwanza. Kwa hili ni jambo kubwa la kihistoria. Ndiyo maana lazima tufanye maandalizi ya uhakika yatakayo tufanya tuyahosti hayo mashindano kwa viwango vya hali ya juu, ili tuwaambie dunia kwamba Tanzania si tu ina uwezo wa kuhosti haya mashindano ya AFCON, bali na mashindano mengi mengine makubwa katika Afrika na dunia hii. Kwa hiyo ukiangalia bajeti hii inajielekeza pia kwenye eneo la ujenzi wa viwanja vya michezo pamoja na kukarabati vile vilivyopo. Kwa hiyo mpaka AFCON hii inaondoka itakuwa imetuachia viwanja bora, viwanja vya kisasa vinavyoweza kutumika kwa miaka mingi huko mbeleni. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali pamoja na sekta binafsi, serikali inawekeza kwenye viwanja vya michezo, inajenga viwanja vipya na kukarabati vile vilivyopo, na watu makampuni ya sekta binafsi tuiunge mkono serikali kuwekeza katika miundombinu ya michezo.
Ukienda pale Azam Complex wana uwanja. Lakini ukienda halmashauri ya Kinondoni pale KMC wana uwanja, sio? Ukija Singida hapa kuna uwanja wa Airtel. Unaona? Sasa lazima tushirikiane na serikali kuwekeza kwenye viwanja vya michezo, ili tuwe na uwezo mzuri zaidi wa kuendesha michezo, lakini na kuvutia mashindano mengi zaidi kuja kufanyika Tanzania. Kwa hiyo mimi kama mdau wa michezo nimefurahi, nimefarijika kuona bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 25-26 imejielekeza pia kwenye kuwekeza kwenye viwanja vya michezo. Tunataka tucheze kwenye viwanja vilivyo bora zaidi. Ligi yetu icheze kwenye viwanja bora zaidi kuliko hivi vinavyotumika hivi sasa. Kwa eneo hili naamini itatupa nafasi kubwa kama taifa, na bahati nzuri watu wengi wa Tanzania wanapenda sana mpira. Sasa wakati mwingine unaona mpira unachezwa kwenye uwanja utafikiri ni shamba au jaruba la mpunga. Sasa inaondoa ladha, inaondoa hamasa. Lakini kwa sababu serikali imeshaamua kuwekeza kwenye eneo hilo, basi na wadau wa sekta binafsi nendeni pia tukawekeze. Halmashauri nafahamu, halmashauri nyingi zinamiliki viwanja. Kuna shule nyingi zinamiliki viwanja. Hebu na sisi twende na huu uelekeo wa serikali, tukawekeze kwenye hivyo viwanja ili kuboresha zaidi sekta ya michezo na kuchochea zaidi kukua kwa vipaji mbalimbali vya michezo. Lakini eneo lingine ambalo pia nimeliona ni eneo zuri kwenye bajeti hii ni eneo la rasilimali watu. Serikali imejielekeza kwenda kuboresha eneo la watu, rasilimali watu. Eneo la kwanza muhimu sana kwa watu ni eneo la afya zao. Taifa la watu wasio na afya ni taifa la watakuwa watu wengi ni tegemezi. Hawawezi kushiriki shughuli za kiuchumi bila kuwa na afya nzuri. Kwa hiyo serikali imejielekeza kwenye kujenga hospitali, kujenga vituo vya afya na zahanati kote nchini. Lakini sio tu kujenga majengo. Ukitizama idadi ya vifaa, serikali pia imewekeza kwenye vifaa vya kuchunguza magonjwa na matibabu. Kama ni CT scan, kama ni digital x-rays, MRI na vifaa tiba vingi. Serikali kupitia bajeti hii inaendelea kwenda kuwekeza. Lakini kubwa zaidi, kwa sasa tuna changamoto kubwa ya gharama za matibabu. Watu wengi wanakwenda hospitali, akiambiwa gharama za kutibiwa, anaomba aruhusiwe kwenda nyumbani, aende akajipange. Anaendelea kuugua. Afya inazidi kudhoofika, lakini hana uwezo wa kubeba gharama za kutibiwa. Ndiyo maana serikali kwa kuliona hilo imeamua kutunga sheria inayotaka kila Mtanzania awe na bima ya afya. Na nimeona kwenye bajeti ya serikali ya mwaka huu 25 inayokuja, hii bajeti mpya, yametengenezwa mazingira ya kuwezesha sheria hii kutekelezwa. Wananchi wote wakiwa na bima ya afya, tafsiri yake ni kwamba mimi nikiugua, ninachohitaji ni kujua kadi yangu ya bima iko wapi. Sihitaji kuangalia mfukoni kuna nini. Hii itakwenda kuboresha sana maisha ya wananchi. Itakwenda kuhakikisha watu wote wanapata ile haki ya kutibiwa bila kujali ana nini mfukoni. Kwa mazingira ya sasa, ukienda hospitali huna hela, ndio utasikia maiti imeshikiliwa, ndio utasikia sijui ndugu wamezuiliwa kufanya nini kwa sababu ya fedha za kumudu gharama za kutibiwa. Kwa hiyo kama watu wote watakuwa na bima ya afya, basi hili ni eneo muhimu ambalo litasaidia sana kubadilisha maisha ya wananchi na kuwafanya waishi vizuri zaidi kuliko walivyokuwa hapo awali. Lakini eneo lingine ni eneo la sekta ya elimu. Kwenye sekta ya elimu, sasa hivi bajeti ya serikali inajielekeza kwenda kwenye kuboresha elimu, ubora wa elimu. Miaka ya nyuma kidogo tulikuwa na tatizo kubwa la nafasi ya watu kwenda kusoma. Shule hazikuwepo. Walikuwa wanamaliza shule watu wengi,
lakini nafasi ya kwenda kujiendeleza zilikuwa chache sana. Hapa Singida hapa kulikuwa na shule nyingi za msingi. Sekondari ilikuwepo moja, shule ya sekondari ya Mwenge, ambayo nayo ni ya kitaifa. Baadaye ikaja sekondari ya Dr. Salimini, ambako na mimi nilibahatika kusoma pale. Baadaye ikaja sekondari ya Chefsenge. Watu wengi walikuwa wanamaliza, wanafaulu, lakini nafasi ya kwenda kusoma hakuna. Serikali imejenga shule nyingi. Kwa sasa ni muhimu sasa kujielekeza kwenye kuboresha elimu. Nimetizama bajeti ya serikali, imeangazia maeneo mengi yanayohusika na kuboresha elimu. Liko eneo la vifaa vya maabara, liko eneo la maslahi ya walimu na ubora wa walimu wenyewe. Kwa hiyo ni muhimu sana tukahakikisha kwamba shule za umma tunazirudisha katika ubora wake. Huko nyuma shule zilizokuwa zinaongoza zilikuwa ni shule za umma. Ndio zilikuwa shule bora zaidi. Yaani ilikuwa kwenda kusoma shule binafsi ilikuwa ni mpaka ukose shule ya serikali. Hata kwa sasa shule ukienda kwenye ngazi ya vyuo vikuu, machaguo ya kwanza mtu yeyote anachagua kusoma vyuo vikuu vya umma. Lakini hapa katikati kwenye shule za serikali kidogo, hasa za sekondari, tumewekeza sana, tumepanua sana, lakini sasa ni wakati wa kuwekeza kwenye ubora wa elimu. Hatua zimechukuliwa ikiwemo kubadilisha mitaala ya elimu, ikiwemo kuwekeza kwenye miundombinu ili kuhakikisha watu wanapata maarifa, wanapata ujuzi kwenye shule zetu. Kwa hiyo bajeti hii naamini ikienda kutekelezwa itatusaidia sana kubadilisha hali ya elimu. Lakini pia na huduma zingine za maji, utaona huduma za umeme na huduma zote ambazo zinakwenda kugusa maisha ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa kweli bajeti hii mimi kwa maoni yangu nikiitizama ni bajeti inayokwenda kubadilisha sana maisha ya Tanzania. Ni bajeti inayokwenda kuipeleka nchi yetu kwenye hadhi nyingine tofauti. Ni bajeti ambayo ikienda kutekelezwa vizuri, Tanzania hii itakuwa Tanzania ya tofauti sana na hivi ilivyo hivi sasa. Nimalizie kwa kumshukuru na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa uongozi wake unaojali, uongozi wake unaosikiliza, uongozi wake unaothamini watu wa kawaida na unaowekeza kuboresha maisha ya watu wa kawaida. Lakini nimpongeze Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Philip Mpango Daktari, ametoa mchango mkubwa sana katika sekta ya uchumi na maendeleo ya nchi yetu. Itakapoandikwa historia ya Tanzania, jina la Philip Mpango litaandikwa kwa wino wa dhahabu. Jina la Samia Suluhu Hassan litaandikwa kwa wino wa dhahabu. Lakini waziri mkuu amefanya kazi kubwa. Lakini nisiache kumpongeza waziri wa fedha, kaka yetu Comrade Mwigulu Lameck Nchemba. Naye kuna mchango mkubwa ametoa. Ukiona kuna miradi inatekelezwa kwa maelekezo ya viongozi, maana yake wako watu huku chini wanakimbia. Sisi kwenye mpira wa miguu huwa kuna mchezaji anaitwa kiungo mkata umeme. Anacheza chini hapa, anacheza kama kiungo hapa chini, kiungo mkabaji. Kiungo mkabaji huwa kwenye matukio muhimu kama kufunga goli huwezi kumuona. Lakini huwa anafanya kazi kubwa, kazi chafu za kuhakikisha kwamba timu haiwezi kufungwa. Kwa hiyo waziri wa fedha amefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba miradi inayotakiwa kupelekewa fedha inapata fedha. Kwa hiyo ukiona kwamba fedha zinakwenda kwenye miradi, ukiona kwamba fedha zinakwenda kulipa mishahara, fedha zinakwenda kuongeza vyeo vya wafanyakazi, fedha zinakwenda kulipa madeni,
Wizara ya Fedha maana yake inafanya kazi yake vizuri kwa maelekezo na maagizo ya viongozi. Kwa hiyo nitakuwa sitendi haki kama nitasifu maendeleo yaliyopatikana bila kuisifu na kuipongeza wizara yetu ya fedha chini ya kaka yetu Mwigulu Nchemba kwa kazi kubwa anayofanya, kwa maelekezo ya viongozi, kwa maagizo na muongozo wa viongozi, kuhakikisha kwamba kule ambako fedha zinatakiwa kwenda, fedha zinakwenda. Sasa hivi huko halmashauri watu wanagombana kwamba fedha tulizoletewa hazijatumika. Yaani ugomvi ni kwamba kwa nini tumeletewa fedha hatujatumia. Zamani watu walikuwa wanakamatwa kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo kama ujenzi wa shule na miundombinu mbalimbali. Watu walikuwa wanakamatiwa kuku, wanakamatiwa mbuzi, wanakamatiwa ng'ombe ili wachangishwe kwa lazima. Lakini chini ya serikali hii fedha nyingi sana zimekwenda kwenye ngazi ya halmashauri huko kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa hiyo nina kila sababu ya kumshukuru pia na kumpongeza kwa kazi hiyo. Basi baada ya kusema hayo, nani kwa sasa niishie hapo. Kama kutakuwa na maswali na maeneo yanahitaji ufafanuzi zaidi, ni fedha zinazotengwa kwa ajili ya kwenda kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali. Na kama nilivyosema, maeneo mengi ambayo bajeti hii inakwenda kuwekeza ni maeneo ambayo yanakwenda kugusa mwananchi mmoja moja kwa moja. Nimeeleza namna ambavyo bajeti inakwenda kuwekeza kwenye sekta ya afya, hasa kuhakikisha ujenzi wa vituo vya afya na hospitali zaidi unafanyika. Lakini pia kuhakikisha kila mwananchi anapata bima ya afya ili kumudu gharama ya kutibiwa katika hospitali mbalimbali nchini. Kwa hiyo hiki ni eneo ambalo linakwenda kumnufaisha mwananchi moja kwa moja, kwa sababu kupitia bajeti ndio sasa unaweza kuwa na bima ya afya kwa kila mwananchi. Kama bajeti hakuna, maana yake hakuna bima ya afya. Lakini kwa mfano watu wengi kama nilivyosema wanajihusisha na kilimo. Kama bajeti inatenga fedha kwenda kununua pembejeo ili watu wazipate aidha bure au kwa gharama nafuu, sio? Kama bajeti inakwenda kuwekeza kwenye kununua mazao, kama bajeti inakwenda kuwekeza kwenye vifaa mbalimbali vya kilimo. Nimeona kuna misamaha ya kodi kule imetolewa kwenye matrekta na vifaa vingine vya kilimo. Maana yake ni kwamba wale wanaojihusisha na kilimo inakwenda kuwanufaisha moja kwa moja. Lakini pia kuna sekta ya maji, miradi mingi ya maji imetengewa fedha kwenda kukamilishwa. Maana yake wananchi ambao hawajafikiwa na maji safi na salama wanakwenda kupata maji safi na salama. Kama bajeti inakwenda kuwekezwa kwenye elimu, kwanza elimu bure. Kwa hiyo wananchi wataendelea kupata elimu bila malipo, kwa sababu serikali imeshatenga fedha kwenye bajeti. Lakini pia sio tu elimu, inakwenda kuboresha elimu. Maana yake mimi nitakuwa sina haja ya kwenda kulipia fedha nyingi kugharamia shule kwenye shule za watu binafsi. Kwa sababu kama una shule za serikali ambazo kupata elimu ni bure na shule nazo zina ubora, viwango vya elimu viko katika ubora unaotakiwa, maana yake inakwenda kupunguza gharama za maisha kwa mtu mmoja mmoja. Watu wengi kwa sasa hivi wanalazimika kupeleka watoto wao shule za private, si kwa sababu wana huo uwezo, si kwa sababu wana hicho kipato, lakini wanajiminya sana kwa kuuza vitu, wanajiminya sana kwa kutokufanya vitu vingi katika maisha yao ili wapate ada ya kwenda kulipia watoto kwenye shule za private. Sasa kama una shule za umma zilizo katika ubora wa hali ya juu, na hii lazima serikali na lazima likasimamiwe kwa nguvu kubwa, kwa sababu elimu isiposimamiwa vizuri, hasa eneo la ubora, inaweza kuwa chanzo cha kugawanya jamii, inaweza kuwa chanzo cha matabaka katika jamii. Zamani wakati sisi tunasoma, watoto wa matajiri, watoto wa masikini, watoto wa viongozi, wote tulikuwa tunasoma shule hii, shule moja. Unakaa dawati moja na mtoto wa mkuu wa wilaya, unakaa dawati moja na mtoto wa mkuu wa mkoa, mtoto wa RPC, kwa sababu ndizo shule ambazo zilikuwa bora na zilikuwa zinaaminika zaidi. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuzirejesha shule za umma katika ubora huo.
ili tupunguze gharama kwa mwananchi ambaye anajiminya kupata ada ya kwenda kusomesha mtoto wake shule binafsi. Kwa hiyo itaongeza sana ubora wa maisha na kupunguza sana gharama ya maisha kwa wananchi. Kwa hiyo bajeti hii kwa kweli ina maeneo mengi ambayo yanakwenda kusaidia mwananchi moja kwa moja. Inavyokwenda kuwekeza kwenye eneo la viwanda. Viwanda vikijengwa vingi, vya kati, viwanda vidogo na viwanda vikubwa, tafsiri yake ni kwamba wananchi wengi wanakwenda kupata kazi. Kwa hiyo hii bajeti ikitekelezwa hii inakwenda kugusa maisha ya mtu mmoja mmoja. Eneo la miundombinu kama ulivyosema, kuna watu maeneo mengi wanazalisha mazao lakini kuyafikia masoko inakuwa changamoto kwa sababu ya miundombinu. Lakini sasa bajeti ya TARURA imeongezeka, bajeti inayowekezwa kwenye TANROADS imeongezeka ili kuhakikisha kwamba mikoa yote imeshaunganishwa kwa lami, lakini wilaya, makao makuu ya halmashauri na makao makuu ya wilaya yako baadhi ya maeneo hayajakamilika. Yote haya bajeti inakwenda kuwekeza kwenye hayo maeneo ili sasa kurahisisha namna ambavyo watu wanaweza kutembea na bidhaa zinaweza kutembea, watu wakafanya biashara, watu wakakimbia hapa na pale kupeleka huduma na bidhaa mbalimbali kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo bajeti hii ina mahusiano moja kwa moja na maisha ya wananchi ya kila siku ya kawaida.